Mimi naitwa Dr. Stella Malangai, ni daktari bingwa wa magonjwa ya damu kutoka hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa iliyoko Dodoma. Sisi kama taasisi ya Benjamin Mkapa kwa kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Afya tumefanya jitihada mbalimbali za kuboresha huduma hasa katika magonjwa ya damu. Nafikiri wote tunafahamu kwamba takribani miaka 2.5 iliyopita tulianzisha huduma ya upandikizaji uloto kwa watoto wenye changamoto ya sickle cell, na lengo kubwa ilikuwa ni kusaidia kutoa matibabu sahihi kwa wale wagonjwa ambao walikuwa hawana utaratibu mzuri wa kupatiwa matibabu hayo hapa nchini. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumetoa huduma hii kwa watoto takribani 30 na tunashukuru wanaendelea vizuri. Na huku lengo kuu la awali la kuondosha changamoto ya sickle cell likiwa limefikiwa. Gharama za upandikizaji uloto kwa ujumla ni kubwa, na si hapa tu Tanzania lakini hata nje ya nchi. Lakini kwa Tanzania tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuwa na gharama ndogo ukilinganisha na gharama ambazo zinafanyika sehemu nyingine. Takribani milioni 75 za Kitanzania zinahitajika kumhudumia mgonjwa mmoja wa upandikizaji uloto. Sasa hii gharama kwa Mtanzania wa kawaida ni kubwa. Kwa hivyo sisi kama taasisi na wadau wengine wa afya tumeliangalia na tumeona ni vema tukatafuta namna bora ya kusaidia hii huduma iweze kufikika kwa watu wengi zaidi. Kwa hivyo sisi kama Benjamin Mkapa hospitali tunapokwenda kuadhimisha miaka 10 ya kuanzishwa hospitali yetu, tumeona ni vema tukaja na wazo la kuwa na mfuko maalum, kuanzisha mfuko maalum ambao utakuwa ni endelevu kwa ajili ya matibabu haya ya upandikizaji. Na kama nilivyosema, kuna upandikizaji mwingine wa figo pia ambao unafanyika pale hospitali ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tunaendelea kuwafikia wadau mbalimbali ambao tunadhani wana nia njema ya kusapoti huduma hizi za kibingwa, ikiwemo ya upandikizaji uloto na upandikizaji figo. Na tunadhamiria kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 7, na maadhimisho ya kilele hiki itakuwa ni mwezi Julai, ambapo tunatarajia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atafika na kutusupport katika tukio hilo. Sawa, kutokana na wimbi kubwa la uwepo wa tatizo hili la sickle cell kwenye jamii yetu, tumejaribu kuona namna ambayo tunaweza tukapunguza wingi wa hawa wagonjwa kwa kutumia platform mbalimbali za kuelimisha hawa wagonjwa. Tunajua huu ni ugonjwa wa kurithi. Kwa hivyo moja ya juhudi ambazo tunafanya ni kuelimisha watoto wadogo ambao wataendelea kukua na baadaye kuja kuwa wazazi wa baadaye, kujitambua afya zao, kwanza kwa kuangalia hali za sickle cell katika miili yao. Tunafahamu kwamba unaweza ukawa mbebaji wa kinasaba kibovu cha sickle cell ama unaweza ukawa mgonjwa. Lakini sasa huwezi kufahamu ni mpaka uende kwa wataalamu wa kupime na ujue hali yako ya sickle cell. Na kwa kufanya hivyo tunatarajia kwamba mtu ukifahamu hali yako, ukafahamu kwamba mimi nimebeba kinasaba kibovu na kuna chansi kubwa ya kupata mtoto mwenye sickle cell endapo nitakutana na mwenzangu mwenye kinasaba kibovu cha sickle cell. Kwa hivyo kwa kufahamu itakusaidia wewe kufanya maamuzi sahihi ya nini kiendelee baada ya kuwa umefahamu hali za ugonjwa huo wa sickle cell ndani ya mwili wako. Kwa hiyo itakusaidia kufanya maamuzi. Kama utaona ni vema kuendelea, basi utaendelea, lakini utakuwa umepata taarifa ya kwamba wewe
una hatari ya kupata mtoto mwenye sickle cell, na hivyo utakapoingia katika kitendo cha kupata watoto itakurahisishia kumsaidia huyu mtoto utakayemzaa kumfikisha hospitali mapema kwa ajili ya kuweza kusaidika mapema na hivyo kupunguza makali ya sickle cell. Lakini pia wapo ambao wanashindwa kuendelea na mahusiano kwa sababu ya ile hofu ya kwamba pengine kwenye familia anayotoka ameshakutana na wagonjwa wengi wa sickle cell na zimetumika gharama nyingi za kumhudumia huyo mgonjwa. Kwa hiyo mwingine anaweza akasema labda pengine atafute mwenza mwingine ambaye hana hatari ya kupata watoto wenye sickle cell. Pamekuwa na dhana potofu nyingi kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell kwenye jamii yetu, wengi wakiamini kwamba ni ugonjwa unaoambatana na laana ama unaoambatana na imani za kishirikina. Lakini nafikiri tunaendelea kuelimisha jamii kuhusiana na uelewa wa changamoto hii ya sickle cell, kwamba ni tatizo la kiafya na mtu analipata kwa kurithi vinasaba vibovu ambavyo vinakwenda kupelekea kuzalisha chembe nyekundu za damu ambazo zina hitilafu, na hivyo kumfanya mgonjwa huyu kuwa na changamoto za kiafya kwa muda mrefu wa maisha yake. Kwa hivyo nitoe tu wito kwamba ugonjwa huu sio hauletwi na imani za kishirikina, wala sio kwamba mtu amelogwa. Ni mabadiliko ya afya ya mtu yanayoletwa kutokana na kurithi vinasaba vibovu kutoka kwa wazazi wake. Hivyo jamii ifahamu kwamba mtu anapokuwa na tatizo hili anaweza kusaidika, na anapogundulika mapema inakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu itamkinga asiweze kupata changamoto kubwa zinazohusiana na shida ya sickle cell, ikiwemo kufeli viungo vikubwa kama moyo, ini, figo, lakini pia kupata kiharusi.